Mnandi bana, karibu na tuzungumzie. Leo ni fainali ya kombe la Muungano visiwani Zanzibar. Kabla ya kuja kutazama mengi, lakini kubwa zaidi ni hili swala la muamuzi. Mwanzo taarifa zilieleza kwamba muamuzi atakuwa ni kutoka visiwani humo, visiwani Zanzibar, lakini tumeona ametangazwa Bwana Dickens kutoka Kenya ndiye atakayesimamia mchezo huu. Nataka kwanza mtazamo wako. Wewe umelipokeaje hili swala? Hili swala mimi nimelipokea vizuri baada ya kuiona ile taarifa usiku ule, na mimi faster tu nikaichukua ile picha nikaenda nikaposti kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa kuonyesha kwamba hapa sasa dabi itaenda kuchezeshwa kwa haki bila shaka, pamoja na naamini waamuzi wa pembeni bado wanatokea pale pale visiwani Zanzibar, lakini waamuzi wa kati pekee anaitwa Dickens Mimisa Nyagorwa, ni Mkenya huyu. Okay, sasa ulikuwa unaendelea hapo, unasema ulifarijika na umepata imani kwamba atakwenda kuchezesha kwa haki. Kwani zile taarifa ulizoziona mwanzo za kwamba muamuzi atatoka humo visiwani Zanzibar, hukuwa na imani naye? Siwezi kuwa na imani naye 100% kwa sababu waamuzi wa visiwani pamoja na bara ni watu ambao wanashabihiana, ni watu ambao wanafanana kwa sababu taifa ni moja, na ndio maana umeitwa muungano. Sisi ni wamoja wao na sisi. Mmoja wako visiwani, sisi tuko huku bara. Kwa hiyo naamini bado zile chembe bado kila mmoja anazo, kwa sababu wa visiwani wapo mashabiki wa nyuma mwiko, lakini pia wa bara wapo mashabiki wa nyuma mwiko, lakini tena visiwani wapo mashabiki wa Simba, lakini pia kwa hapa bara wapo mashabiki wa Simba. Kwa kote wapo. Kwa hiyo huwezi kuwakwepa. Kwa hiyo naamini binafsi maamuzi yote ambaye atapangwa ataonekana kwamba tayari na yeye anaweza kapendelea upande wake. Kwa hiyo kwa kumleta maamuzi wakati kutoka nje, mengi kwa vizuri wangeleta waamuzi wote. Yaani labda wangeacha ule mechi commissioner, sawa? Simenelewa kama mchezo hao ndio wangekuwa wa hapa, lakini kwa wale waamuzi watatu ambao wanasimama pale moja kwa moja, wale wote niamini wangetoka nje ya taifa letu kama wanavyokuja kwenye mchezo wa tarehe 3 mwezi wa 5. Ndio itakuwa jambo zuri zaidi. Lakini yote kwa yote bado ile tu kumleta mwamuzi wakati peke yake bado inawapa wao changamoto kwenda kufanya kazi vizuri, kwa sababu wanasema nikienda tofauti maana yake nitaonekana mimi kweli sijasomea sheria 17. Kwa hiyo naamini binafsi watamfuata tu ile mwamuzi wakati ili mambo yaende vizuri, kwa sababu nimwangalia wale waamuzi kwenye michezo yetu miwili, quarter final pamoja na semi final. Mimi naamini walichezesha vizuri kiukweli kabisa. Hawakuwa na mapungufu makubwa, mapungufu yalikuwa madogo. Kwa hiyo naamini kwa kuungana na mwamuzi huyu ambaye katoka nje ya taifa letu, mimi naamini wataenda kufanya kazi iliyokuwa nzuri na kila mmoja atapata kile kinachostahili. Naamini wapo watu ambao hawakupendezwa kwa mwamuzi huyu kutoka Kenya kuja kuchezesha hii dabi, na hasa ni mashabiki wa nyuma mwiko. Ila kwa sisi Simba Sports hatuna shida. Mwache achezeshe mechi, lakini baada ya hapo mtu ambaye atastahili kuwa bingwa atakuwa bingwa. Mimi naamini minunguniko kwenye sehemu ya waamuzi haikosekanagi. Na kuwa ni mapungufu ya hapa na pale, lakini yasizidi, ila maamuzi ya hapa ndani ni maamuzi mabovu zaidi, na ndio maana waamuzi wa hapa sasa hivi watu hatuna imani nao. Kwa hiyo naamini watajifunza kupitia mwamuzi huyu kutoka nje. Kwa hiyo naamini binafsi kwangu mimi mwana Simba Sports, mimi kwangu hana baya. Tunaelekea kwenye AFCON mwakani. Sisi Tanzania ni wenyeji wa mashindano hayo sambamba na Kenya na Uganda. Unawezaje kufurahia kuona kwenye michezo hadi ya kawaida kama hii ya Muungano wanaletwa marefa wa kigeni, ikiwa wewe ni Mtanzania na kuna Watanzania wenzetu ambao ningepaswa labda kuiona kama ni fursa, wewe kama mdau wa soka wazawa tungeona kama ni fursa wapewe hizi mechi wazisimamie wao? Fursa sawa, inategemea je hiyo fursa unaitumiaje, kwa sababu hapo awali tulikuwa tutumii pia wachezaji wa kigeni, tulikuwa tunatumia tu local player, lakini mwisho wa siku sasa hivi tuna foreigner kama wote. Umeona tulianza na 3, tukaja 5, 7 mpaka tunafikia wachezaji 12. Hasa hii imetokana na nini? Maana yake kwamba wachezaji wetu wa ndani wenyewe wanashindwa kujituma kutambua majukumu yao na kuona kwamba thamani yao ikoje. Kwa sababu tuwaletee changamoto ili mradi wapambane ili waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo na hii sehemu ya waamuzi pia ni sehemu pia kupata changamoto kwa waamuzi wetu wa ndani ili wapambane ili waweze kufanya vizuri kwenye misimu inayokuja. Kwa hiyo mimi naamini ni anguko kwenye AFCON ambayo inaandaliwa hapa Tanzania, Tanzania, Uganda pamoja na Kenya, lakini yote kwa yote hii ili waende kujifunza mimi naona. Lakini tukisema kwamba tuendelee kubaki na hawa bado inawezekana tukabaki nao na bado wasiolozeshwe kwenye mashindano ya AFCON, kwa sababu kwenye chani tumeona walikuwa wangapi na chani imefanyika hapa. Kwa hiyo mimi naamini hii ni sehemu ya kuendelea wao kujifunza ili tuweze kupata waamuzi bora zaidi. Mimi naamini sheria 17 wanazijua, ila wanaenda na sheria 7, 10 wanaziacha nyumbani kwa sababu tamaa zao ndogo. Kama mnaona kwamba nyinyi hamna ajira, nyinyi ni vibarua, ndio mnatakuwa mtengeneze mazingira na chama chenu cha waamuzi. Waamuzi wana chama chao. Tengenezeni mazingira, muhakikishe kwamba chama chenu kinaenda kupata ajira kwenye shirikisho. Umeona bwana, haiwezekani nyinyi mnapata pesa pale mtapoenda kuchezesha mechi tu. Wewe familia yako inaishi vipi? Na kazi tayari umesomea kazi yako ya uamuzi. Pengine hauna mazingira mengine yote ya kikazi, unategemea uamuzi. Kwamba nikishafika huko nimetoboa. Haya, msimu mzima umepewa mechi moja. Wewe una maisha kwenye kazi yako ya uamuzi. Si bora ungeenda kufanya shughuli nyingine?
kuliko muda ambao umepoteza na gharama zako kwenda kusomea uamuzi. Kwa hiyo mimi ninachokiona chama chao cha uamuzi kisimame imara sasa hivi ili kuzungumza na wenye mamlaka mpira Tanzania TFF ili kwamba waanze kuwapa ajira. Kwamba msimu ukianza waamuzi hawa ndio tutakuwa nao. Si ndio wanapitishwa waamuzi msimu mpaka msimu. Kwa nini msiwape ajira? Na kati mpira sasa hivi ni biashara. Wawape ajira, wawe na pesa ambayo wanalipwa kama mshahara kwa mwezi, lakini hizi ambayo watalipwa kila mechi zile zitakuwa ni posho ambao wanalipwa kila mechi, lakini watakuwa wapate ajira, walipo mwisho wa mwezi. Na maana kama wanategemea kupewa posho tu kwenye mchezo husika, lazima watuharibie mechi. Kwa hiyo kuharibu kwa mechi sio kwamba waamuzi sio bora, kutuharibia kwa mechi maana wanaenda kupewa posho baada ya kupewa mshahara wa kulipwa kwenye kazi yao. Hii ndio sababu sisi kama Watanzania hatujui kwa nini waamuzi kila siku wanaharibu, wanaenda wanashushwa madaraja. Sio wanawaonea tu kwenda kuwashusha madaraja. Kama kweli wanalipwa posho, alafu mwamuzi anaenda kumshusha daraja, sio unamuonea? Msimu mzima pigia mechi 2. Yeye kapata mechi kaambia bwana kuna milioni 50 hapa. Sisi tunataka matokeo hapa. Anaiacha? Hata ningekuwa mimi siwezi kuacha, nachukua. Hakuna mtu anakata hela. Nakati hela ndio kila kitu. Hela ni sabuni ya roho. Huwezi kuniambia hapa unatamba hapa. Kwenye maisha unatamba kama pesa huna. Utatamba pesa unayo. Ndio kila kitu unaweza kukifanya. Umeona bwana. Kwa hiyo mimi naamini binafsi wenye mamlaka ya mpira watakuwa waliangalie kwa jicho la tatu waamuzi wetu, wawape ajira. Iwe sehemu ya wao sasa kujinufaisha na kujikizi kimahitaji na familia zao nyumbani. Ili tutatu tukiwaona wanaharibu mechi, hawa moja kwa moja piga lungu. Na ndio maana mimi nashangaa waamuzi wakipigwa wakifungiwa hakuna faini. Mimi niko najiuliza kwa nini hakuna faini? Mbona mchezaji ana faini? Kwa nini mwamuzi hana faini? Kumbe wanajua kwamba hawa hawana ajira. Ukimpiga faini atalipa na nini? Na kati msimu mzima inawezekana akachezesha mechi 2 au 3. Kwa hiyo moja kwa moja ndio maana wanaenda kuwafungia miezi 6 au msimu mzima tusimuone. Haya, anaishije huyo mtu kama hana kazi nyingine ya kufanya? Ndio anaenda kutengeneza sumu sasa. Nikirudi nao hawa. Yaani nikirudi mnao. Sasa wakati unasema unao wale ambao wanakupa ile posho, unaenda kuiumiza ile timu ambayo imeenda kupambana pale uwanjani. Wale hawapo na wewe na wala hawakupi posho. Wale unajua kwamba unalipwa kule na shirikisho. Kwa hiyo wao watakuwa watambue majukumu yao. Kwa hiyo binafsi naamini shirikisho ndio inasababisha haya yote. Wakae chini, wawasaidie waamuzi, waakizi mahitaji yao ili mradi na wao wachezeshe mpira kwa haki, wachezeshe mpira kwa amani. Nitakuuliza swali, mbona tumeona waamuzi wetu wakiitwa nje, kina Ahmed Arajiga, kina Kasim Mpanga, wana beji za FIFA wanachezesha CHAN, AFCON, huko unasikia wanakuwa wanahusika kwenye michezo na vitu kama hivyo, na hatukuwahi kuyaona malalamiko. Swali langu, kama wakitwa nje hauoni malalamiko, kwa nini hapa kwetu tuwawekee hiyo pressure? Sababu ndio hizo nilizokuainishia hapa. Hizo ndio sababu ambazo zinawaumiza waamuzi wetu. Hakuna kitu kingine. Hata kama utawatafuta waamuzi hapa, tulikuwa na mwamuzi tunaye. Si tumemuuliza hapa, ulikuwa wanalipwa mshahara, wanalipwa posho. Sasa kama wanalipwa posho mpaka sasa hivi na mpira sasa hivi biashara tofauti na zamani, maana yake wanaenda kuwakosea waamuzi wetu waendelee kuharibu mechi. Hawa wanatakiwa kupata ajira. Mbona kuna kamati hizi za masaa 72 zinakaa kila siku zinakata hela? Hizi hela si ndio za kwenda kuwalipa hata hao waamuzi? Kwani washindaje kuwalipa? Mbona timu zinasajili wachezaji zinawalipa mishahara, zinalipa posho, wanakaa kambini. Lakini mwamuzi akae kambini, na maana utamuita tu kama labda mechi labda wiki ijayo kama utataka akae kambini hata siku moja siku mbili, shilingi ngapi utamlipa? Kwani kila siku atakaa kambini? Hizo mechi anachezesha kila siku kwa sababu waamuzi wanagawana mechi. Achezeshi kila siku yeye. Kwa hiyo naamini hii ni sehemu yao pia wa kuangalia hawa wapate mshahara. Wakipata mshahara hawa kwa mwezi, naamini itakuwa jambo jema. Naamini wataanza kutofasiri sheria 17 vizuri. Lakini kumbe wanashindwa kutofasiri sheria 17. Hawa wanalipwa posho, hawalipwi mshahara. Hichi ndio kitu kikubwa ambacho kinatuumiza. Hata yule mwamuzi ambaye umeona kaletwa kwenye mechi yetu ya leo ya finali ya Muungano pale Zanzibar kutoka Kenya. Sio kwamba kule kwao hana mapungufu na wala haharibu kule kwao. Huyu naye kwao anaharibu vile vile, nao wanalalamikia. Sababu mpira wa Kenya unaonyeshwa. Sawa? Na hawa Azam ambao wanaonyesha hapa kwetu pia kule wanaonyesha. Kwa hiyo naamini pia mimi nawafuatilia kule, shaka kuona mechi zao kama 2. Bado mapungufu ya waamuzi kule pia yapo. Sio kwamba hakuna, lakini kwa sababu wanatoka taifa moja kuja taifa lingine, yale mapenzi ya timu moja kwenda nyingine yanakuwa kidogo yana uhafifu. Kweli inawezekana anapenda Simba au anapenda Yanga kwa hapa Tanzania, lakini haiwezi kuwa na 100% kwa sababu ana taifa lake. Kwa hiyo atakuja kufanya kazi kwa sababu kitana kaalikwa kuja kufanya kazi. Kwa hiyo haiwezi kuja kuharibu kazi yake hapa. Kwa hiyo naamini atakuja kutofasiri sheria 17. Akija kirudi kwao kama kawaida tu. Na kuuliza swali kama mdau wa michezo. Nakuuliza swali kama mdau wa michezo. Kiwango cha ujinga. Ulimaanisha nini hapo sema? Akatae mtu goli letu ndo atajua kumbe Simba ni wajinga. Sasa tusifike huko. Usitake kujua kwa sababu consequences zake ni ngumu kweli kweli. Kwa hiyo asitupime mtu kiwango cha ujinga. Tucheze mpira wa haki. Goli weka goli, offside weka offside. Hii kauli semaji inatumika hapa. Kauli kama hii
na huyu ni msemaji wa mpira, ni msemaji mkubwa kwenye timu kubwa. Wewe kama mdau, hapa nazungumza na wewe kama mdau, ina muasiri vipi mwamuzi? Mwamuzi ni mtu ambaye amesomea sheria 17 na anajua kazi yake. Kazi ya mwamuzi ni ngumu kuliko kazi yoyote kwenye sekta ya mpira duniani kote, na ndio maana umeona wenzetu barani Ulaya wameongezewa VAR ije kuwasaidia, kwa sababu tukio unaliona ndani ya sekunde moja tu. Umeona? Sasa unaambiwa kabisa usiamue kama huna uhakika. Yaani amua kitu ambaye una uhakika nacho. Sasa ndani ya sekunde moja unawezaje kuhakiki ndani ya sekunde moja? Maana yake ndio unatakiwa uendane na muda. Kwa hiyo ndio maana mapungufu hayawezi kukosekana, na ndio maana wenzetu wameongezewa VAR. Tumeona Simba tumefanywa mafia kwenye mechi yetu ya msimu uliopita finali tuliocheza pale Nyumbani Zanzibar dhidi ya Sebelkane. Nadhani unakumbuka? Nakumbuka. Tumepata goli lakini mwamuzi aliweka kati, lakini VAR kaenda kafanyaje? Ikakataa lile goli. Nadhani unakumbuka? VAR kafanyaje? Ikakataa lile goli. Walishindikiza kwa mwamuzi, amna nenda kakague, goli lishawekwa pale. Lakini wameenda kwenye VAR kajiridhisha kwamba hili sio goli. Lakini ukiliangalia lilikuwa goli halali. Umeona bwana? Lakini mwisho wa siku kwa sababu washaamuliwa wale wawe mabingwa, haina namna, lazima wawe mabingwa. Kwa hiyo kuna sehemu sometime pia waamuzi wanatofasiri sheria vizuri, lakini hiyo VAR walioiongeza inaenda kumfavor yule ambaye wamempanga wao apate lile kombe. Wewe umechukuliaje kauli ya Ahmed Ally? Kauli hiyo maana yake inamaanisha kwamba waamuzi wa Tanzania wana muendelezo wa kuharibu mechi zetu. Sawa? Na ndio maana ameongea kauli hiyo. Na sio kwa yeye tu. Hiyo anaweza kazungumza msemaji wa klabu yoyote hapa nchini. Akimwona mwamuzi huyu ana mashaka naye, hajawahi kupata naye manufaa, akienda kuchezesha huo mchezo. Yaani sio kuona kwa msemaji wetu, si kusema maneno hayo. Kwa hiyo maana yake waamuzi si kwamba hayo maneno yataenda kumtoa mchezoni akashindwa kutofasirisha sheria 17. Mimi ninachokiamini kama anajua tu. Na kama ameenda kwa ajili kwamba wewe utapewa kiasi fulani, hata mwambie maneno gani, mwekee hata silaha shingoni hapa, lakini ataenda kukunyonga. Tuende kwenye mchezo wenyewe. Vikosi vyote, timu zote umeziona ubora wake, na umeziona timu zote kwa namna ambavyo wewe umetazama. Tutegemee finali ya namna gani? Na je, pamoja na kwamba wewe ni shabiki, labda sijui kama utavutia upande wako, nafasi ya Simba kutoa hili kombe leo ikoje? Nafasi ya Simba kutoa hili kombe ni kubwa, kwa sababu Simba ana kiu ya kumfunga mtani. Kwanza ni muda mrefu hatujamfunga. Umeona, toka msimu uliopita hatujamfunga. Tufunga zaidi ya michezo 6 mfululizo. Umeona bwana, hicho kitu kilituuma sana. Kwa nini atufunge michezo 6 mfululizo? Maana yake imeweka taswira mbaya kwetu. Kwa hiyo ndio maana mchezo ule tupiga pale tarehe 1 mwezi wa 3, lengo letu tuwanyooshe, lakini mwamuzi akawapakata, tumeshindwa kuwanyoosha. Kwa hiyo naamini kwenye mchezo huu tuna kisasi nao hawa watu, na uwanja ni ule ule ambao wameuita Guantanamo, na sisi tunataka tujue pale bwana jela nani na Nyapala ni nani. Kwa hiyo mimi naamini mchezo huu Simba sisi tunauhitaji kuliko wao wanavyofikiria. Hili kombe sio kio yetu kubwa kwa kombe la Muungano, kwa sababu kombe la Muungano sisi alitupeleki kokote. Ni kombe ambalo tutaweka historia tu kwamba tumelichukua kwenye mashindano, tutaenda kuweka kabatini, kwa sababu ukiangalia kwenye takwimu wao wamechukua mara 7, sisi tumechukua mara 6, na maana wametuzidi mara 1, ambaye ndio msimu uliopita sisi hatukushiriki. Umeona, kama wao msimu ulioisha ambao tunaenda kushiriki kule, wao hawakushiriki, waliogopa kwenda. Na sisi msimu uliopita sasa tulikuwa na majukumu ya kitaifa, tumeshindwa kushiriki. Wakaenda wao wakalichukua lile kombe, wakaongeza namba, lakini ngoma ilikuwa sawa 6-6 wakati sisi tulichukua msimu ule uliopita. Kwa hiyo mimi naamini binafsi mechi ya leo sisi tunahitaji kuliko wao. Kwanza tumeingia kwenye finali tukiwa hatujaruhusu goli kwenye nyavu zetu. Ndio timu pekee ambayo imeingia hatua hii haijaruhusu goli. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye huu mchezo wa leo kuliko wao. Kwa hiyo mimi ninachokiamini binafsi, Simba Sports ala 75% kwenda kupata ushindi na kuchukua ubingwa siku ya leo. Lakini watani zetu nawapa 25% tu za kupata matokeo siku ya leo. Yaani wao kikubwa ni kwenda kupunguza idadi ya magoli. Sio kitu kingine chochote. Idadi ya magoli tu ndio nawaambia tu waingie kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli. Waje na game plan ya kupaki basi. Yaani wasiwe na tofauti na Namungo, wasiwe na tofauti na Mlandege, wasiwe na tofauti labda timu waliocheza nayo ile Mwembe Makumbi, pamoja walifunga goli 4. Yaani waje na timu, waje kama timu kama ile. Yaani wasije wao kama timu ya kwanza, waje kama underdog pamoja washatufunga. Uione nafasi ya Simba kupoteza huu mchezo. Nafasi ya Simba kupoteza huu mchezo ni ndogo sana. Ni 25%. Ndio maana Simba nimewapa 75% kwenda kupata matokeo na kuwa mabingwa, kwa sababu wameingia finali kibabe, hawajapoteza mchezo. Umeona bwana, lakini pia hawajaruhusu goli. Wao wenyewe wameingia hawajapoteza mchezo, lakini wameruhusu goli kwenye nyavu zao. Tena wakimtumia golikipa wao yule namba 1. Lakini Simba wamemtumia golikipa namba 3. Huyo Sina Ben golikipa namba 3. Golikipa namba 2 nadhani unamjua, Yakubu Suleiman, ambaye alipata injury mpaka sasa hajapata tena nafasi. Huyu ndo amekuja kuchukua nafasi yake. Lakini ukimwangalia Jibril Kasali ambaye alikuwa golikipa namba 2 kama angekuwepo Kamala, lakini ndo golikipa namba 1, naye pia hakugusa hata mchezo mmoja kule. Yote yalikuwa mbao ndefu tu, anakunywa mtoli. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba Simba imeenda kitofauti kwenye haya mashindano. Tofauti na wao, wameenda na wachezaji wao serious kwenye mechi zote mbili ambao wamecheza, mpaka wanaenda kwenye mchezo wa 3 wa finali. Kwa hiyo naamini binafsi Simba tuna asilimia kubwa kupata matokeo. Mimi si wao ni watani leo wakipata matokeo. Na ukiona mwamuzi wakati pia kasimama kutoka nje. Na mimi binafsi kama Pilato
Naweza kuwa mimi leo naamini kabisa kuna mchezaji ataondoka na umeme. Kama atakuwa serious kwenye kazi yake, mwamuzi kutoka Kenya. Leo kuna mtu ataondoka na umeme. Kama sio Damalo, basi Duke Abuya. Kama sio Duke Abuya, basi hata Mudasiri haya. Namuona mmoja wapo kwenda kula umeme. Yaani hiyo haina namna. Umeme upo leo. Ngoja tusubiri. Tusubiri ile umeme leo upo. Mimi nauona kwa sababu leo atakimbizwa kama paka aloiba nyama jikoni. Yaani leo ndo atakavyokimbizwa nyuma mwiko. Mwanzo mwisho, winga Libase, winga Seoula. Kuna Mpanzu kwa anakunywa maji. Kuna Ino anakunywa maji. Lakini hapa kuna Gomez Sulemani Mwalimu mzee wa kuachana. Leo Diala atarusha ngumi kwa mara nyingine. Ile kumchangia wajiandae na kapu lingine. Lile kapu walioliandaa na Mtibwa waliomchangia, wajiandae na kapu lingine kumchangia Diala. Leo kwa mara nyingine Diala atafanya tukio lingine leo. Namuona. Leo atafanywa umafia mkubwa leo. Kwa sababu hao wachezaji wa Simba wana hasira naye kweli kweli. Kwa nini tulikataliwa goli letu? Kwa hiyo naamini leo Diala ajiandae kuokota mipira kwenye nyavu.